As we wait for people to bring the dirt so it can come up the casket, we want to welcome someone from World Relief to come forth and say something. Naona atakuwa hayuko karibu. Kuna mtu ambaye amerepresent Tyson. Basi tunakwenda kumsikiliza huyu mtu aliyetoka World Relief. Baada yake tunamwomba mtu ambaye amerepresent Tyson kuweza kufika hapa. Atafuatwa na mtu wa community ya Wakongo, kisha tutamuita ndugu Kasaika tokali bashitwa libo ndio basochubu ila sasa iteteta liko bano itete liko tundula shugo enge sehemu ya chie no bachwa no tokali yo kushumu bashitete. Then after that the Congolese community will come forth, and after that Kasaika will come forth and speak, and lastly but not least Babondo representative will be giving testimony too. Please, can you be short as much as you can? Karibu. Welcome. Are we doing dirt first? Yes. It's impossible to know what to say in the face of such a tragedy. Haiwezekani kujua mambo ya kutamka kwa wakati huyu wa huzuni. But I hope you know how much World Relief owes you and your family. Lakini nataka mfahamu kwamba World Relief inawapenda pamoja na familia zenu. To us, there's no distance between us. We're all family. Kwetu hakuna utofauti baina yenu na sisi, sote ni familia moja. So we are so sorrowful with you at this loss. Tunasikitika sana kwa kuwapoteza wandugu zenu, tuko kwa hii pamoja na ninyi. But we pray every day to the God who comforts us. Na tunaomba kila siku kwa mfariji wetu Mungu aweze kutufariji sote pamoja. And we know that His love is at work even in this terrible situation. Na tunajua kwamba upendo wake uko kwenye kazi hata katika siku hizi za huzuni. So all we do is we pray His love and His presence for you and your families. Tunachokifanya ni kuomba upendo wake na uwepo wake uweze kuwa pamoja nanyi. And please, we are here for you. Anything you need, please come to us day or night. We love Na you so tafadhali jueni ya kwamba tuko hapa kwa ajili yenu. Chochote mtakachohitaji njoni kwetu mkatuulize, tutaweza kuwasaidia tutakavyoweza. much. And we will always look at the examples of Sangolo and Wilonja. Na tutaendelea kuiga mifano ya hawa ndugu zetu wametuacha, Songolo na Wilonja. Mifano waliotuachia tutaendelea kuikumbuka na kuifuata, We look to their strength and their positive attitudes. na nguvu walizoonesha na kuonesha tumaini katika kila jambo hatutaisahau na tutaendelea kuiiga, And the way that they serve their families and communities. na jinsi waliweza kuhudumia familia zao na jumuiya kwa ujumla. We love you. Tunawapenda. Tyson, Asante sana. mtu ambaye anarepresent Tyson. Jioni njema kwa wote. Wale wa mama, Tunawapa pole. je suis ici, je représente la communauté congolaise ici de Tyson. Niko hapa nawakilisha komunote ya Wakongomani na Tyson pia. Je serai un peu de tout bref parce qu'on a pris beaucoup de temps. Nitajaribu kuwa mfupi sababu tumechukua muda mrefu. Je devais prêcher mais on m'a pas donné la parole. Wengine hawakunipa nafasi hiyo, Mais je voudrais parler de quelque chose de la Bible. lakini ningependa nizungumzie kitu kidogo kutoka Biblia. Vous savez, quand on avait appris à Jésus que Lazare était mort,
Mnajua walipompasha Yesu kwamba Lazaro amekufa, Jésus a eu de la peine. Yesu amepata uchungu. On me dit, il a eu de la compassion et Jésus pleura. Na amesikia uchungu moyoni na akaweza kulia. Je vais parler de l'amour, de la compassion. Ni naongelea upendo na kusikilia watu wengine upendo na jinsi wanavyopitia. Vous savez, braver la maladie qui ronge Jésus, qui contamine. Mnajua yeye magonjwa ambayo inazunguka ambayo inaambukiza watu. Braver la peur du Covid-19. Hata hii ugonjwa wa COVID-19 ambayo inapita. Pour venir accompagner nos frères ici. Tumeacha hiyo yote na hatukuifikia tukaja kuwasindikiza ndugu zetu hawa. Il faut qu'il y ait de la compassion. Inahitaji kuwa na moyo wa upendo kuweza kufanya hilo jambo. Il faut qu'il y ait de l'amour. Inahitaji kuwa na upendo ili uweze kufanya jambo hilo. L'amour que nous avons, l'amour qui a dépassé la peur de la maladie. Upendo ambayo umezidi uoga wa kuambukizwa na ugonjwa. Mais nous qui mourons en Jésus, lakini sisi ambao wanafariki katika Yesu Kristo, nous avons l'espérance qu'après la mort il y a une seconde vie. Tuna matumaini ya kwamba baada ya kifo kuna maisha ambayo yatakayokuja baadaye. Amen. Amina. Parce qu'on m'a dit, la Bible me dit, quand Jésus était ressuscité des morts, Biblia inaniambia kwamba wakati Yesu alifuka katika wafu, les saints qui résidaient dans les tombeaux étaient ressuscités ensemble avec lui. Watakatifu waliolazwa katika makaburi waliweza kufuka pamoja na yeye. Aujourd'hui, c'est nos deux frères qui sont étalés là. Siku ya leo ni wandugu zetu wawili ambao tumezika hapa nyuma. Demain, ce sera moi et toi. Kesho itakuwa ni mimi na wewe. Et cela nous interpelle, nous qui sommes restés vivants. Hiyo inatukumbusha nini ambao tunabaki na uhai. Nous préparons notre éternité pendant que nous sommes vivants. Tunaandaa uzima wa milele wakati tungali na uhai. Parce que Salomon dit ceci. Solomon anaongea hivi. Dans ce jour des morts, katika kupitia kifo, il n'y a ni prévoyance, hakuna kitu ya kuweza kuandaa mapema, hakuna maongezi, hakuna hata ufahamu wote. C'est pendant que nous sommes vivants, ni wakati ambao tuko na uhai, que nous pouvons prévoir quelque chose. Tunaandaa kufanya kitu chochote. Quand Jésus disait que Lazare se repose, wakati Yesu alikuwa anasema Lazaro hakukufa bali analala, je veux dire que quand nous mourons en Jésus, inamaanisha kwamba tukifariki katika Kristo, nous dormons. Tunalala. Nous dormons dans un sommeil. Tunalala katika usingizini. Un sommeil sans pensée. Usingizini ambao hauna mafikiri. Un sommeil sans prévoyance. Usingizini hauna kitu ya kuweza kuandaa utafanya kesho. Ni mapumziko marefu. Ni mapumziko ya ajabu. Mapumziko. En Jésus, quand nous mourons, katika Yesu Kristo tunapofariki, nous nous reposons. Tunapumzika. Nous dormons juste. Tunalala kwa kumaanisha. Parce qu'un jour, sababu siku moja, nous serons ressuscités. Tutafufuka. Je vais terminer pour dire ceci. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Quand nous venons au monde, tunapokuja duniani, c'est un cadeau du ciel pour la famille. Ni zawadi ya mbinguni inayotolewa kwa familia. Quand vous trouvez un ami, unapopata rafiki, un bon ami, rafiki mwema, c'est un cadeau du ciel. Ni zawadi toka mbinguni pia. Quand vous avez un fils, une épouse, un mari, unapokuwa na kijana, mwanamke au mtu mwingine wa familia, c'est un cadeau du ciel. Hiyo ni zawadi toka mbinguni. Je veux dire ceci. Nataka niseme hivi. Ne transformons pas ce cadeau du ciel en une souffrance éternelle. Usibadilishe hiyo zawadi toka mbinguni kwa kuwa na shida ambayo itakutatiza kwa uzima wako wote. Gardons plus les positifs de l'heure. Tubaki na yale mema ambayo wameweza kufanya. Gardons plus les sourires qu'ils nous ont donnés. Tubaki na zile matunda ambazo wametuachia. Gardons plus la joie qu'ils nous ont offert. Tubaki na yale na ile furaha ambayo wametuachia. Sachant qu'un jour, tukijua kwamba siku moja nous retournerons à la terre. Tutarudi mavumbini. Ils nous ont juste précédés. Wametutangulia wao. Demain ça sera moi. Kesho itakuwa mimi. Demain ce sera vous. Na kesho ni ninyi. Je veux dire ceci. Nataka niseme hivi. Au nom de la communauté congolaise. Kwa jina la jumuiya ya Wakongomani wote. Au nom de toute la communauté africaine. Kwa jina la jumuiya ya Kiafrika kwa ujumla. Au nom de l'entreprise Tyson Food. Na kwa jina ya Tyson inayotengeneza chakula. Nous vous disons sincèrement merci. Tunawashukuru nyote kwa dhati. Nous saluons votre présence. Tunaona uwepo wenu na tunaushukuru sana. Il faut dire, na kusema il n'y a que l'amour.
uwepo udumu et la compassion na kuchukuliana maumivu wa moja kwa wengine, qui peut nous amener ici. na ndiyo hiyo imetuleta mahali hapa, Et leur va na mili yao ibaki katika amani ya milele. Asante. Asante sana. Sasa niombe huyu anayefuata aweze kumalizia kunisaidia. Najua hatutakiwi kuwa na watu wote hawa. I would like someone who follows to be brief as possible. Please. Because we cannot give a moment to each and everyone to speak. Tunataka tuwaondoe hapa jamani. Hatuwezi kufanya hivi. We want to disperse so you can go home. Naomba ongee dakika moja, ndio nimeambiwa hapa. Sema. Okay. Mimi sina mambo mengi ya kuongea. I don't have much to say kwa ajili ya hao. Hello. Concerning our brothers. Sema Tushilo maziko bino. They used to be our brothers and our neighbors. Waungwa. Kwa wao. Those who know how well we lived with them. Kwa niaba ya grupe wandugu zetu wetu tunapakia. Excellent. In the name of our brothers and families that we are remaining, tuliongea wakasema tutaendelea kuambia nimetenda tushilo maziko. Yaani mama na watoto. We talked and we concluded that we keep on encouraging this family. Usikate tumaini kwa ajili ya tushilo maziko bino. Ukiwa na tatizo yoyote yenye tutaweza. Tushilo maziko maiti cha the way we used to live where our brothers were still living. It's not going to change. If you need anything, come to us and we help in any possible way. Don't say my husband has left me, my son has gone. We are still here for you guys. We are in this together. Thank you. Thank you. Babondo and the last. Atakuwa ndio wa mwisho. The representative of Babondo. Lakini tumorekodi video tu tunamaliza tu tupina tumina venye unachinge tutupa untandao mwamone mone. Miyomo longe. Nasimama hapa kwa niaba ya umoja wa Babembe. I stand here representing the unity of Babembe. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina kabila 450. The Republic of Congo had 450 tribes. Na sisi hapa ni kabila la Wabembe. And we are one of those tribes here, Wabembe. Ndugu zetu ambao tuacha hapa ni Wabembe. Those brothers who have left us, they are Wabembe. Kwa niaba Wabembe, sababu sina muda sana, natoa shukurani kwa ndugu zetu wote Wakongomani, Wabembe, wa kabila zote ambazo ziko hapa. Shukurani kubwa kwenu nyote. I don't have much to say. In the name of Babondo or Babembe, I thank all of you, all the communities, all the tribes that gathered here for showing love to us. Sababu hiki ni kipindi kigumu, mmejitolea kuja kulia pamoja na sisi, ni shukrani kubwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. This is a troubling time that, as you can see, you left everything you took risk and came here to grieve with us. Sasa nataka peleka onyo kwa madesteti wote wako hapa kwa Wabembe, madesiri wote. Tutakuwa nafasi, tutakutana kule kuongea neno moja. I would like to remind all Babondo that came from all different states. There's a place that we prepared, we have to meet and say one last word. Asante sana. Tunakwenda kumalizia shughuli hii ya mazishi. We are going to wrap up this exercise of burying our brothers. Mwanaelela untandao vutupa nutupe yu ni video utupe yu untandao kila mtu samone moni bakuchia. Tunamaliza no ceremony no sana vitu tu vile bachakuba libini. Ndiyo. Ndi kwanza chakula kimeandaliwa, lakini utakwenda mnachukua chakula unaondoka na chakula. Hatuwezi kukalisha watu. But as you know, we cannot gather as we are here sitting down and eat.
all you can do is proceed to take away. You take food and go. Tunapenda pia tuambie tuko katika kipindi kigumu cha COVID-19. Jitahidi unavyoweza, watu msisogeleane sana, weka distance, weka mask. Ni njia moja ya kujitahidi kwa sababu hatujui. As you know that we are going through the COVID-19 pandemic, keep your distancing, social distance as much as you can. Don't gather together. If you can, wear your mask and don't spread the disease if you can. Na itakuwa adresa ni 1129 1119 barabara ya 20 Avenue inaitwa Avenue Rock Island. Sasa address is 1129 20th Avenue in Rock Island. Sasa tunataka tumuruhusu pastor amalizie kwa kutusaidia kuweka udongo na kufanya maombi ya mwisho. I would like to invite the pastor to help us for putting the bread at the first one, and then we'll be praying for the last prayer. Ni mutenda wa shunga mfano meishi bahiti ndele sangalo bali hapo. Tutaomba familia baada ya pasta, mtapita haraka haraka, chukua udongo kama unataka tupia ondoke. Watane Pasta watane address zitakuwa 2 1 1 2 9 barabara 20 Avenue. Address nyingine itakuwa 1 0 8 barabara ya 16 Street. Ni Avenue najua alinipa nikapotea. Sasa bibo washimubuya sasa bibo familia ishimu uchichube itete Gonane bandarini kule, gonane mwicho mzee wetu washia yobe itete mzee uya gonane bandarini tuonane bandarini kule. Bani bana familia bino bashia bayo itete ayo bana familia Tutafanya haraka haraka jamani. Siendele.
Isenda eno Basi mbarikiwa, asante sana. Tunaomba watu mkaweke udongo mwingi mwingi kama mnaweza. Kila mtu anaweza kuweka udongo aweke, alafu tuwaruhusu kila mtu anaweza kuja jameni. Lakini mjilinde sana, mtu asidumukie. Udongo iko udongo una maji maji, tuwaruhusu tu waweke. Maji hauweki, wangedumbukiza tu na tena umeganda, so wangedumbukiza moja kwa moja. Ngaza good to go. Thank you so much. Thank you. Yeah, I'm hearing things good about you. We'll be always. Ndio appreciate kuri live stream. Yani kabisa mwema raha. Thank you. Wakali wote hivyo shimo chobu ela bebe. Sogea nyuma. Make mali yao Yange. Wale sawa.
Ishi wando owe nkiongoyo. Nani ibumba owe? Eso anjiguela na mama mama. Eso anjiguela na mama. Kwa hiyo ikisinda nike seremoni yawa seremoni ya mazishi yawa bibo na onu tushi eke utushilo makaburi seremoni yawa bibo lishile bashimo bongele chano sibe alamu isho tete na ikulu shitete mangalo mbakali lundo kikushika lili bongele chano sulu mbakali chobe asima icho yengelena. Nafikiri biyo mwamona bato bose bashimo ombolo abino bato bose bashimo yabombolo ombolo ayo ibibyo bato bino bato toyo tombolo abino shimo tuingila mitokali twetu ayomboka Pastor. Dada. Ai, me tava na sopa. Ela tá. Olha Mariam. Ouve. Stopisha.